Ndani ya jengo lenye milango ya glasi inayong'aa chini ya jua la Beijing, uliojaa taswira za kisiasa na mapangilio ya kisasa, kauli za nguvu za kidiplomasia zilisikika kwa sauti kali, zikijenga mandhari ya mvutano wa kimataifa. Huko Miao Ding, naibu waziri wa mambo ya nje wa China, alikutana na Kazem Garbabad, naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani, kwenye mazungumzo yaliyojaza kengele za tahadhari na msukumo wa kimkakati. Miao, akitilia mkazo nafasi ya China kama mlinzi wa misingi ya Umoja wa Mataifa, alisisitiza kuwa Beijing inachunguza kwa makini kila maendeleo yanayojitokeza Irani, na hapa nanukuu, hatutaruhusu ubaguzi au vitisho vya upande mmoja na hatutavumilia upotoshaji wa masuala ya ndani ya nchi nyingine. China iko tayari kuimarisha ushirikiano na pande zote, ikiwa ni pamoja na Irani, kuhakikisha haki na usawa vinashikilia kimaadili na kimataifa. Mwisho wa kunukuu. Garbabad, kwa ukimya wenye heshima na ushawishi wa kisiasa, alijibu kwa kutoa taarifa ya kina kuhusu hali ya kisiasa Irani na maendeleo ya programu yake ya nyuklia, ambapo alisisitiza kwamba Teherani inachagua diplomasia badala ya shinikizo na inalenga mazungumzo ya msingi wa haki na usawa, na hapa nanukuu, tunapinga vitisho vya kigeni na shinikizo lolote. China imekuwa mhimili wa kudumisha amani na utulivu kikanda na kimataifa, na tunatambua mchango wake kwa heshima, mwisho wa kunukuu, alisema kiongozi huyo. Lakini mkutano huo haukuishia hapo, kwani baada ya majadiliano hayo, Garbabad alikutana na katibu mkuu wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai SCO, Nuran Yamekbae. Kwenye meza hiyo, masuala ya kimkakati ya mwaka 2026 yalijadiliwa kwa kina: malengo ya jumuiya, mpangilio wa mkutano mkuu wa SCO unaotarajiwa msimu wa vuli, na utekelezaji wa mpango wa Irani katika sekta za usafirishaji, uchumi, nishati na maendeleo ya kiteknolojia. Yamekbae, kwa sauti yenye uzito wa kisiasa, alisisitiza kauli mbiu ya SCO: kufanikisha amani, utulivu, maendeleo ya pamoja na ustawi. Kauli mbiu hii sasa inachukua maana ya kimsingi katika muktadha wa mvutano wa kikanda, ikionyesha wazi kuwa diplomasia ya kisasa haiishi tu kwenye maneno, bali pia kwenye mipango ya kimkakati na mshikamano wa kikanda. Tukio hilo limeonyesha wazi kuwa dunia inakabiliwa na mchanganyiko wa nguvu, diplomasia ya kihistoria na mkakati wa kisiasa unaobeba ujumbe mmoja: watu, nchi na ustawi wa kimataifa huchanganyika kwenye jukwaa la mazungumzo, lakini kila hatua inakuwa na maana ya kiasili na ya kisiasa.